George, lakini pia niko na Misiminza pamoja na Mafrika. Siku ya leo tunataka kujadili, tunaona sasa hivi vijana wengi sana wameingia kwenye dimbwi la ulevi, na ulevi wa uchagui. Kuna wengine wanakuwa kwenye vinywaji kama pombe, lakini wengine mpaka dawa za kulevya pia wanatumia. Kwa wao ukizungumza nao wanakwambia ni sehemu ya kupunguza mawazo kutokana na maisha ambayo wanayaishi kwa sasa hivi, na wengine pia wanafanya kwa ajili ya kama starehe, na wengine huku wakifuata mkumbo wa makundi walionayo, makundilika na maanisha. Sasa tunaenda kujadili kwa pamoja kwamba ni kwa jinsi gani tunaweza kuisaidia jamii kuweza kutoka katika dimbwi hilo la ulevi uliopitiliza, mpaka wengine inafika muda wanapoteza nguvu kazi ya kufanya shughuli mbalimbali za kijamii kwa ajili ya kuleta maendeleo ya jamii. Mwafrika, naam, tuanze na wewe, unalizungumziaje? Kwa upande wangu nikianza nalo, unajua asilimia kubwa sio ni vijana, kwa tunazungukwa na asilimia kubwa vijana wazee katika kukaa kupiga nao story, na jamii kubwa pia asilimia zaidi ya 50 kwa tathmini ambayo sio rasmi ya kwao. Yani 50 ya vijana. Yani kwa jamii asilimia kubwa katika kila nyumba ukitembelea au kuna vijana wengi kuliko watu wa rika zingine. Kwa hiyo niseme vijana tuna changamoto moja. Kwanza tunachopelekea mpaka tukajiingiza kwenye vilevi ama ulevi ili kutoa stress. Tunatafuta sababu kwanza. Sababu tunakuwa na mipango yetu na ya maisha. Kwa hiyo tunapangilia kufanya kitu fulani, na wakati tunakipangilia ukifanya kinafeli. Sasa kinapofeli, au pia kwenye mahusiano na mapenzi, kinapotokea kuna changamoto, tunaamua tuone tuingie huko sasa kwenye ulevi. Na wengi wanaamini, nikisema tunaamini nimo, lakini situmii jamani. Wengi wanaamini sasa, tukija kwa nini wanaamini kwenye kutumia ulevi kama kuondoa stress au mambo mengine. Kwa ninavyosikia wanasema kwamba ukitumia kilevi kuna namna unakuwa kama unapoteza ule mwelekeo wa akili yako, au unakuwa hauwazi chochote, yani unakuwa unasahau kila kitu kwa ule muda. Maana yake akili zikikaa sawa, inabidi uje uzimue tena, kama ni walevi wa dawa za kulevya au ni pombe. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba ulevi unaondoa akili ya mtu. Sasa kuna mtu anafanya matendo ambayo sio ya kawaida. Kama mtu anaweza akaja akakojoa hapo, kuna wasichana kibao hapo, mwanaume anakojoa. Hivi je, kuona hiyo? Na angalia kama kuna nani yupo. Kwa maana hiyo pombe au ulevi unamtoa mtu kwenye akili yake ya kawaida. Unamtoa mtu kwenye akili yake ya kawaida, na wengi ndio maana wanasema hilo. Lakini pia mimi nishakukaa na watu ambao wanatumia madawa ya kulevya. Anakuambia akitumia anaweza akahisi kwa muda huo akasahau shida, akahisi yuko mbele. Kwa huko nasema mbele, anaweza akahisi yuko Ulaya, lakini kumbe yuko hapa kwenye shida zake. Wewe binafsi unatumia akili zingine? Mimi kile Baba kahawa. Hivi kahawa ni kilevi? Sio, wasema ina nicotine. Kwani kahawa inakutoa kwenye akili yako ya kawaida? Hapana, inatoi. Na pengine unapokutana na vijana wenzako sasa ambao ni walevi, wanatumia vilevi. Wanapenda vitu. Huwa wanasema wanywaji. Wao wanakutafsirije wewe ambaye sio mwenzao kwenye kundi? Mshamba. Mimi bwana, mshamba. Nikupa story kidogo. 2019. Katika harakati ilikuwa sehemu moja ya Uguruni kwa Dar es Salaam. Sasa kuna wasanii hawa underground. Kama tunajitafuta, tunapiga nao sana interview nini. Sasa tumekaa nao wala interview jioni kama saa 1 saa 2. Wao wanaagiza vitu, wana machupa yale makubwa wanaita sijui madombo sijui nini. Wao wanaagiza vitu vizito. Mimi ndio nakuja zangu soda tu. Ukaniambia wewe unatuitia nyuki. Alafu mwandishi kijana mshamba kabisa, unakuja vitu vya kuletea nyuki asali hapa. Kwa wananiita mshamba hivi, kwa na namna wanakuchukulia kama tofauti. Nitarudi kwa Misiminza.
Wewe unazungumziaje hili kwa sababu wewe pia ni kijana? Kwanza vijana au sisi vijana tumekuwa na tunaita kama limbukeni. Kumbukia mambo. Alafu pia maigizo mengi sana, kuigiza ama kuiga kitu. Yaani mtu kaona kitu kwa kijana mwenzake anataka naye afanye. Mimi jaribu. Ukizunguka kwenye mjaribu anafanya kweli. Anafanya kweli na anakuwa wanaita kongoni. Kwa yeye ndio mwenyewe anawazidi. Yeye anawazidi wale mtambulia. Alowaiga anawazidi. Vijana wengi tumeingia kwenye masuala ya kuiga. Na kuiga kwenyewe chanzo chenyewe kinakuja kwenye magroup. Na sera. Magroup yametufanya vijana tuharibikiwe. Kwa unapokuwa kwenye kundi la walevi kuna asilimia kubwa za kuwa mlevi. Yaani ni asilimia. Kwa sababu anasema wewe mwenzetu vipi? Vipi? Na wewe za siku tutasema moja na mimi nione. Jaribu. Tunakutana na vijana wengi sana sasa hivi miaka 15 wanatuliza nini sijui. Sijajua kama ile shisha ni nini ile. Bangi unakuta wanavuta vijana wamekaa misokoto. Nini vijana wengi, lakini pia narudi kwenye malezi. Kwenye malezi wazazi wengi wamekuwa hawafuatilii watoto wao. Mtoto anaweza akatoka saa 12 na akarudi saa 6 usiku, mzazi hamuulizi. Uhuru umepitiliza kwa wazazi. Na vijana wengi tunaamini tukijiingiza kwenye hayo magrupu au tuseme kwenye hivyo vilevi ndo ujanja, lakini tunajiharibia. Kwanza inatupotezea muda wa kufikiria mbali. Tunawaza pale tulipo. Kwa sababu unaamka asubuhi unakutana na kijana ameshautwika asubuhi, anayumba, ameshalewa asubuhi. Watu wanawahi kazini kufanya vibarua, yeye tayari kashalewa. Anaenda kupumzika kulala. Akiamka anaingia mzigoni. Kuna grupu ya wenzake sharudi. Wanaanza shughuli kama kawaida kuvuta. Kwa hiyo vijana kwanza vijana ndio tunaongoza sasa hivi kwa kutumia vitu vikali. Siku hizi kuna pombe zinaitwa jini. Yaani ukizunguka kwa jini maana yake ni pombe kali. Wale wa Dar es Salaam na mikoa ile na zile sehemu za mjini wanakwambia kuna kitu kinaitwa mtu katumia kisungura. Ndio jini. Sasa unaona kuna majina tofauti lakini anaweza kasungura jamii yake. Kasungura ni kanini? Jamii yake ni jini. Yaani mfano sasa hivi ukizunguka kwenye hizi baa zetu za karibu huwezi kukuta watu wazima. Watu wazima ni wachache sana. Tena watu wazima unakuta mtu mzima kanunua bia zake 2 anakunywa ananyanyuka anaondoka. Lakini sisi vijana unakuta meza hii imejaa vitu. Wanaita kama tulivu. Wanapiga mpaka asubuhi. Kwa hiyo kufika asubuhi ndio wanaenda kufanya nini? Kulala. Baadaye achukue hata bia 1-2 atumie, fika saa 2 saa 3 apumzike, ajiandae na kufanya kazi zingine. Ndio maana sasa hivi wimbi kubwa sana la majanga haya matatizo ni sisi vijana. Kubaka vijana. Ameshapiga vitu. Kulawiti humo. Jinsia kufanya mapenzi na mashoka kutokea vijana. Kama umepewa mpaka unajisahau. Kuna watu wanasema kwamba kuna watu wamejikuta wanaingia kwenye ushoga kwa sababu ya kupenda vilevi vya bure. Ndio. Sasa unaleweshwa kama mtu unaenda kuna hata 2000 ya bia moja. Lakini ukifika pale unapiga vitu kuzidi hata uwezo wako. Wenye pesa aliyemgaramia. Sasa wewe unafikiri nini? Unalewa. Alafu mtu anamka anaweza kukufanyia kitu chochote anachokiwaza pale. Kuna vijana wengi ambao nimepiga nao story. Anajisifia. Yaani mtu anajisifia kwamba amekunywa pombe mpaka amezima. Unaona sasa. Yaani mtu anakunywa pombe, anatolewa baa. Anaenda mpaka nyumbani. Hajui amefikaje nyumbani. Amebadilishiwa nguo, hajui nani aliyembadilisha. Na simu kama ana simu anaanza kuuliza nani alinishikia. Kwa hiyo ndio imekuwa hivyo. Yaani sisi vijana wengi ndio tena sisi vijana ndio tunaoharibu nchi. Tunaiharibu kabisa. Kwa hiyo wanaacha kizazi chetu kitakosa viongozi sasa. Lakini kitu kingine Afrika, nianze na wewe tukiwa tunamalizia. Utamalizia hapo nitamalizia.
kuhusiana na simenti. Je, jamii tulionayo inakumbatia na kulea ulevi, na kuna uwezekano mkubwa kwamba kizazi kinapozidi kusonga mbele ndivyo jamii inazidi kulea ulevi? Kwa sababu tukiangalia hata kwenye sherehe kama harusi, birthday na nini, kuna hizi kamati ambazo zinawekwa kwa ajili ya kuandaa sherehe. Tunaona kipaumbele cha upande wa vinywaji ni pombe. Yaani nyinyi mashahidi, tunaendaga kwenye sherehe pamoja, unakuta kwenye sherehe hiyo umechangia sawa na wengine, lakini unapokuja swala la vinywaji wewe utaletewa soda moja, soda mbili, lakini kuna mtu mmoja kuna mtu mmoja anapewa crate ya bia. Au yani chupa 6 za bia. Lakini kwenye hivi vinywaji baridi hivi, yaani mtu anapewa kimoja na baadaye ukiuliza unaambiwa vimeisha. Chupa moja ya maji. Haoni kama hii kwamba jamii pia tunawalaumu vijana, lakini pia jamii inalea ulevi, kwa sababu hizi kamati sio kamati za vijana, hizi za masherehe ni watu wazima. Ni kweli Angoji, lakini labda nitolee mfano huu. Mimi nilipomaliza darasa la 7, wakati nasubiria majibu, nilibahatika kufanya kazi kwenye duka la vyakula la jumla. Vyakula, lakini kwa na vitu kama sigara na vitu vingine. Hapo kikosi viroba. Nyaka hiyo. Viroba kwa kile mimi bahatika kuzela kwa na sigara na hivi. Kwa bwana natoa historia afu nije kwenye point. Kwa hiyo kipindi kile kulikuwa na issue ya vigodoro kwa kule bwana. Kukesha kwenye muziki. Tamaduni vigodoro, yani kama tukiondoka sana ile usiku labda ni hapo umewahi saa 8, saa 9, saa 10 ndio umetoka kwenye vigodoro umeenda. Na hiyo watakuhusu. Sio kama ni jambo lenu. Umeenda kwenye vigodoro kunika kama ni kutafuta mademu hapo ndio huko. Kwa hiyo bwana, mimi kilichonikuta niliingia kwenye mkupo. Nilikuwa na washikaji walikuwa wao wanavuta sigara. Kwa hiyo ukienda pale unacheza, wengi wanacheza, mtu anacheza anavuta sigara nini mdomoni, kina kitu chekundu usiku. Kwa hiyo mimi nakutoka baba, kuna mtu mimi nikaanza kujaribu. Binafsi niliwahi kujaribu kuvuta sigara. Uligundua ladha gani labda? Yaani sijaelewa. Mimi nilikuwa nafanya tu, unajua ni usela. Unajua kuna kitu mimi nilikuwa ni usela kama wanafanya wengine, kwamba nikivuta mimi nakuwa mjanja. Lakini hakuwa na ladha yoyote kwa upande wangu. Nilikuwa unaweka tu au unavuta kabisa? Mimi nilikuwa natoa tu moshi, sio kama wale wanatumia. Lakini sasa story ambayo kilichonikuta siku moja, mpaka nikaacha vya kuiga. Siku moja tulikuwa tunatokea, sasa wewe unapajua kule. Kuna ule uwanja wa shule ya Boko. Nikawa nimetoka kwenye kigodoro saa 10 na saa 11 na washikaji. Kipindi hicho mkubwa wewe yuko Dar es Salaam, sisi tupo Kibaha, kwa tuko Uhuru, tena Uhuru wa Manyani ndio anaita. Tumekaa kwenye nyumba, tuko masela tu, tunaletewa tu unga mboga, tunajua wenyewe tunapambanaje. Kwenye mazingira ambayo kwenye mboga kama samaki kwa naenda kuiba kwenye bwawa la Mwarabu mmoja. Tunavua usiku na kwa siku bwana, niliokota katika kupita zangu, nimeokota kipisi kanawaka. Mimi nikatoa ni sigara. Tulikuwa na mchezo pia, hata kipindi hicho tulikuwa naishi na malemba. Baba alikuwa akivuta sigara kikianguka, mimi nilikuwa nakiokota na utoto ujana. Kwa hiyo nikajua kama kawaida, kumbe kile bwana tabani. Kilicho nikuta kwa kweli, kuanzia hapo niliacha tena kuokota wala kutumia, kwa sababu nilikesha mpaka asubuhi. Nikwambia kidogo hapo kilichotokea ni baada. Nilirudi tena kwenye kigodoro kule kwenye muziki. Kwa hiyo nilikesha mpaka asubuhi kama sherehe ya kwangu. Yaani ulipovuta ile kule inaongeza nguvu ya neno. Sasa inapoongezea kujua kuanzia pale binafsi. Wewe kidogo huko umejaribu kwenye upande mfano wa bandi. Anakuwa vibaya. Let's test it. Unaelewa utapata kwa uzoefu wako kadogo kuliko kapata. Yaani anapovuta anavuta na kutoa moshi hapa anapata ulevi, au kwenye uvutaji kuna sehemu moshi unapita ili usababishe ulevi. Basi kuna moshi lazima
unajua wengi wanaonaga ujanja. Unajua mara nyingi wanasema anayevuta sigara usitolee moshi mdomo. Ndio unakuta kuna watu wanashindana kutolea moshi puani. Kwa hiyo maana yake ule unatokea puani, maana yake kuna sehemu unapita mpaka kwenye ubongo. Kona kologa huko mavipi. Kwa wewe mwenyewe siku ya test ulifanya hivi? Test ujanja nilikuwa na washikaji. Kwa hiyo kilichonikuta nilikesha mpaka asubuhi. Kwa hiyo binafsi niseme tu hiyo ni changamoto. Na kwenye issue ya kusema kwamba kwenye sherehe watu wanapeleka vinywaji wanathamini sana vinywaji vya pombe. Hiyo ni kwa sababu kwanza wanaoandaa kwenye kamati za sherehe mara nyingi tunaona kwa sasa vijana ni wengi. Tusiwalaumu wenye sherehe. Vijana wenyewe ndio wanaandaa nini? Wa sherehe. Ni mara sasa nakuta kama kwenye sherehe ndio anayeoa ni mzee. Kwa wanaoa vijana na kamati wapo vijana. Kwa vijana wenyewe wanajipendelea, wanajua vitu vyao. Wanajipangia. Kwa wanasema nyinyi ambao mnajifanya nyinyi ni mashehe, sijui wachungaji unajikuta garantia sio wanahitaji wenyewe. Na ikawa kidogo. Nyinyi bwana mnakunywa soda. Na soda basi nyingi wanasema huwezi kunywa soda 4. Sasa kwa nini uwekewe nyingi? Sinapeleka nyumbani. Kwa nini uombe ziada? Tekea wewe nitakunywa nyumbani. Wao pia wanaenda nyumbani wanakunywa pale. Kwa nini wewe unasema mchango tumetoa sawa? Malize pale. Mchango tumetoa sawa. Unataka kunywa. Kama unataka wanakuambia acha kunywa na soda zako 2. Kwa hiyo binafsi tusiwalaumu. Issue ni kwamba sisi tena vijana wale ndio wanaandaa. Kwa hiyo wanatutenga sisi wengine ambao hatutumii alcohol, ambao tunapiga soda na lakini bado wanakalili kwamba vinywaji kwamba huwezi kupiga zaidi ya 2. Wewe sasa unakuwa nani? Kwa sasa wanatudhulumu. Ushakumsikia mtu kajaza nani meza hivi ya soda? Asinapeleka nyumbani. Au wewe hapo mtakuja taratibu. Mbona wapeleke? Yaani issue inakuja hapo. Mimi sisi tuna vitu tunazingatia. Na tunalazimisha na sisi tuingie kwenye hiyo issue. Maana kama unaona wivu. Kwa hiyo sherehe tunataka tuwe wale. Sasa unaona wivu unataka ubebe vingi. Bwana nisemeza. Kama vingi. Wewe unazungumzaje hiyo? Naona ni sawa kabisa kwamba sisi tusio kunywa vinywaji vikali, tuwekea soda moja, alafu anakunywa vinywaji vikali, anawekewa crate pale, alafu mchango wetu ni ule ule. Kwanza nianze kwa familia za Kilokole. Kama ushawahi kuhudhuria harusi zao, familia za Kilokole. Familia za Kilokole huwa hamna cha bia. Yaani mmechanga wote lakini na mchango ni sawa, mtatumia vinywaji sawa. Ndio utajinunulia huko nje. Hapana, wanakuwa na vile vinywaji vya kopo vile, na mfano zile juisi za kopo zile za embe kabisa zile Grand Malt. Wanakuwa na vinywaji kama hivyo, juisi za embe nini. Wanatoa usawa, yani kila mtu anapata sawa. Turudi sasa kwenye hizi sherehe zilizochangamka wazi naitwa hivi. Lakini pia nirudi huko kwa sherehe za hao Walokole. Kuna watu wao wanakuja na pombe zao kwenye mifuko. Unaona? Yaani anaona mtu mchango amenyanyasika. Anakuja nacho cha kwake. Kwa hiyo akifika pale mezani anakiweka. Anakuwa anakunywa mwenyewe. Lakini mara nyingi sherehe za Kilokole hizi tunatumia vinywaji sawa. Tunarudi sasa kwenye hizi zetu zilizochangamka. Hizi zetu zilizochangamka kweli kuna kunyanyaswa mle. Ndio maana unakuta watu wengine wanaenda wanasema sasa hivi yani hawa hatutorudi tena. Unakuta wamekuwekea chupa ya maji ya kunywa ile kubwa ile 1000. Usimrokole. So sisi sasa tunakunywa wanatuhesabia hivyo kwamba ni waongone na mashairi, yani wao wanatuhesabia. Ndio maana ukiingia kule ukienda na kuponi yako kule wanakuuliza unatumia vikali au baridi. Nasema ukisema tu tunapewa chupa ya maji ya huku na wakati mwingine 500. Mirinda moja na Fanta moja imeisha. Akija mwenye bia kuanzia bia 6 na mchango ni huu. Anarudi kwa anachekelea akiweka hapa mezani anapiga kweli vitu. Na mkimaliza zile za raundi huwa kuna sherehe ya pili ya walevi. Acha sasa hiyo. Utasikia jamani vinywaji bado vipo lakini vimebaki vikali. Unajua sasa sisi wenye maji. Ndio ndio raundi ya pili. Kwa vinywaji vinafokea vikali. Na kawaida huwezi kweli kutumia soda zaidi ya hiyo tumbo itakuwa. Tunataka tutubebe nyumbani. Maana tunataka labda sasa hivi unaenda sawa yani. Sasa hiyo ni ulafi. Wanasema utaenda kushiba kwako. Unaona hizo
kanunue mwenyewe. Hapa tumekuja kuonja, utaenda kushiba kwa. Bwana, mimi nawashukuru sana mtazamaji wa Simamia TV, naamini umeweza kujifunza kitu kupitia mjadala wetu wa siku ya leo. Ni kweli kabisa, tukiangalia jamii yetu, tukiangazia hasa vijana wameingia kwenye dimbwi la ulevi. Tena sio ulevi wa kupindukia ambao unapelekea kupoteza nguvu kazi, hata vijana wengine kushindwa kufanya kazi, na wengine wameingia kwenye michezo mibaya kama michezo ya ushoga kwa sababu ya kupenda ofa, yani kupewa vitu ambavyo hawajavifanyia kazi, kula jasho la wanaume wenzao. Kwa hiyo vijana, tujifunze, tufanye kazi na tuache ulevi ambao ni wa kupindukia. Kama ni mpenzi wa vinywaji hivyo, basi hata makampuni yanayotengeneza yameweka kwamba kunywa kistaarabu, kunywa kwa kiwango, unywaji wako usiathiri watu wengine. Endelea kutazama Simamia TV kwa vipindi vingine vinavyopatikana hapa.